Mamia ya vijana kutoka sehemu mbalimbali wamewasili katika ofisi za mkuu wa mkoa wa Arusha kwa ajili ya kufanya usahili wa kuwapata vijana 1000 watakaojiunga na ufadhili wa masomo ya kozi na programu mbalimbali nchini India. Mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda akizungumza na vijana hawa ambao wamejitokeza katika eneo hili amesema kwamba watapata nafasi ya kwenda kusoma bure nchini India baada ya kukidhi vigezo ambavyo muda wako ujadili hivi historia unazopiga na ingiza hela au unapoteza muda. Taarifa hizi nilizonazo zinanisaidiaje kuongeza hela au kupoteza nini? Yale ya kupoteza muda tuachane nayo. Na hapa nikiomba tusijihusishe na siasa za harakati karibu amani ya mkoa. Jambo la pili ambalo naombeni kwenu, hizi nafasi ni za kwenu, na kila mmoja kwa imani yake amini hii ni nafasi yangu. Hakikisha maelekezo yote utakayopewa na viongozi wetu hawa unayafuata. Hakikisha maelekezo yote utakayopewa unafanya nini? Hakikisha unakuwa wa mwisho kutokuwa miongoni mwa watu wanatakiwa kwenda India. Yaani kama kuna watu wanatakiwa kubaki, basi wewe ni wangapi? Usio wa kwanza kutoka. Yaani wewe kwenye mapambano unachomoka wa kwanza. Unaambia tu tuletee cheti cha kuzaliwa. Uleti. Unaanza kupigiwa simu. Unaanza kukumbushwa. Kwenye taarifa zako jaza taarifa fulani. Uileti. Maana yake baada ya muda mfumo unafunga. Wanajichuja mwisho wa siku wanapatikana wale. Na nafasi hizi sio za bure. Kwa maana ya kwamba mimi tu nimesoma nataka kwenda kufanya masters. Unaipata hii hapa. Ziko sifa. Gharama yako ni zile sifa zinazotakiwa. Kama umeelewa vizuri. Yaani kama kuna mtu anataka kwenda kusoma PhD au daktari, kuna sifa ya PhD gani, udaktari gani unataka kwenda kusomea. Sifa za mtu huyu anatakiwa kuwa wa namna gani? Maana yake hakikisha gharama yako unatimiza zile sifa zilizoombwa. Ukishafanikiwa na mahusiano ambayo daktari ameshatengeneza, maana yake wewe njia yako ni nyeupe. Kwa hiyo niwaombe sana. Viongozi jana waliniambia mpango kazi waliopanga, na mimi furaha yangu ni kwamba wamepata muda wa kueleza. Si ndio? Simeelewa. Simeeleza umeelewa. Kwa maombi yangu ni kwamba tufuate yale maelekezo ili sisi tupate sifa ya kwenda. Mimi balozi alivyoniambia nafasi za watu 1068 nikamwambia mkoa wangu wa Arusha unanipa ngapi? Si ndio hilo jambo? Nataka kujua Arusha tunapewa. Akaniambia kwa akili zako ulizonazo na kwa ujanja wako na kwa utundu wako, hizi 1068 wakizubaa beba zote. Sasa ili ni bebe zote, lazima nyinyi mnisaidie kutimiza maelekezo ya nani? Kwa sababu vigezo vitakuwa vimeshawekwa. Ubalozi umeshaweka sifa, umeweka category, umeweka na muda. Kwa hiyo kila category sifa yake na muda wake, vijana wa Arusha tuhakikisha tunakuwa namba 1. Yaani kila ukiangalia sisi ndio tunaongoza kwa nini? Ili wengine huko wakiwa wanazitafuta watakuja kushangaa tu, hii tumeshajaza. Kwa sababu bahati nzuri kule hawaangalii. Kwani wewe hapa watu wote wamesoma chuo cha hapa Arusha? Si hapa. Kuna watu wamesoma Dar es Salaam, kuna watu wamesoma Mwanza, kuna watu wamesoma Mbeya, kuna watu wamesoma hapa Arusha. Kwa hiyo wakiangalia wataona tu ni mchanganyiko wa nchi nzima, si ndio? Ndio tunatobolea hapo. La pili, hapa hakuna kabila moja. Wamasai wapo, Wachaga wapo, Wahaya wapo, Wasukuma tupo. Kwa hiyo wakiangalia mchanganyiko wa makabila wanasema ni yale wapi? Ya Tanzania. Si tutoboa. Si kama mnanielewa? Maana yake tunazo competitive advantage. Yaani maana yake kwenye mchanganyiko wetu, mseto wetu, makabila yote yapo. Dini zote zipo. Vio vyote vipo. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba sifa inayotolewa tunachangamka nayo.
Na baada hapo furaha yetu itakuwa ni kuwasindikiza na kuwaomba mtakaopata nafasi ya kwenda kusoma, basi kawakilisheni tabia njema ya mkoa wapi. Mtakaopata nafasi ya kwenda kusoma, basi katunzeni heshima ya Daktari Samia Suluhu Hassan nchini India. Nina imani mmenielewa. Na imani mmenielewa, si ndio? Maneno mengi sina, lakini nataka kila laheri. Na hata kama kuna wenzenu ambao hawakuamini na ndio maana naona watu wengi wazidi kuingia, waambieni waje tu. Goli liko wazi. Kila mtu na ufundi wake. Ila ni marufuku kwenda kwa mganga akusaidie kwenda India. Yaani ni marufuku kumloga mtoto wa mwenzako eti nilivyomuona yule atanipita, mimi lazima niende mimi. Ni marufuku. Huu mkoa unaongozwa na maombi. Kwa hiyo asio kudanganya mtu twende kwa mtu fulani, yule ni mtaalamu, anasafisha nyota yako. Mkuu wa mkoa anakuona, ubalozi wa India unakuona, yani wewe unatoboa. Ni marufuku. Utatoboa. Yani ukienda kwa mganga ndio umejipalia. Sababu kilo kija hapa tunaona kama zombi. Ukiona kama zombi lazima huyu ataenda kutuharibia heshima wapi? Ya Tanzania yetu. Kwa kwenye mambo kama haya pia wajanja wanakuepo, si ndio? Naambiwa tu bana, sikiliza, kuna mtaalamu mmoja Aisha na fulani yeye kwenda kusoma kwa njia hiyo. Wewe unawapiga mkienda kwenye interview. Kinachoruhusiwa pekee ni maombi.